Makamo wa rais wa Marekani JD Vance anaishutumu Israel kwa kujaribu kuwashawishi wa Marekani kuendeleza vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Inaonekana mamlaka nchini Iran, licha ya kwamba wanajiona kama taifa kubwa ulimwenguni lenye uchumi mkubwa, lakini pia lenye teknolojia ya kisasa, lakini wakati huu baadhi ya viongozi hawakubaliani na mpango wa vita inayoendelea. Hata Donald Trump mwenyewe si tu kwamba anatamani vita hivi viendelee, lakini baadhi ya taarifa kutoka kwa baadhi ya maafisa wa White House wanasema kwamba rais huyo anaona vita hivi vinaipa hasara Marekani na kwamba haionekani faida, licha ya kwamba moja kati ya mipango ya Marekani ni kupambana katika vita lakini kwa faida. Haya ni maneno ambayo hata rais wa Marekani Donald Trump aliyezungumza wakati anaingia madarakani, akisema kwamba Marekani haitaingia katika vita vya aina yoyote isipokuwa vita ambavyo vitakuwa na faida kwake. Lakini wakati huu vita hivi vinaigharimu pakubwa Marekani na ulimwengu kwa ujumla. Hali ya maisha inazidi kuyumba, lakini pia katika namna moja ama nyingine kumekuwa na athari kubwa za kiuchumi, si tu kwa mataifa ambayo yanapigana vita, bali pia hata kwa nchi nyingine na Marekani ikihusika. Wakati huu makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema baadhi ya maafisa wa serikali ya Israel wanajaribu kuishawishi Marekani kuendeleza vita dhidi ya Iran. Kama mahojiano yaliyochapishwa Jumatano kwenye podcast ya The Joe Rogan Experience, Vance amesema ana imani na viongozi wa Israel, lakini akadai wengine wanacheza michezo ya kisiasa na kujaribu kuwavuta wa Marekani katika vita visivyokuwa na mwisho vya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, inatajwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu anatamani kuingia tena katika uwanja wa vita, na moja kati ya mambo ambayo yanazungumzwa ni kwamba Marekani na Israel hazikuweza kufanya ya kile ilichokitaka nchini Iran, kwa maana kwanza kuondoa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini pili kuondoa nyuklia nchini Iran, lakini tatu kuhakikisha kwamba kombora ya masafa marefu ya Iran yanaondolewa mara moja. Hayo yote hayakuweza kukamilika tangu kuanza kwa vita mnamo mwezi Februari tarehe 28, ambapo Marekani na Israel zilianzisha mashambulizi kuishambulia Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema anaamini wasikilizaji wameelewa kile alichokita mpango wa siri wa gharama kubwa unaolenga kuvuruga mazungumzo na kuzuia kufikiwa kwa makubaliano kati ya Marekani na Iran. Kupitia shirika la habari la BBC kupitia tovuti yake ya BBC Swahili, makamu huyo wa rais amenukuliwa akisema, "Nina hakika mmeona mpango huu wa siri na wa gharama kubwa unaolenga kuvuruga mazungumzo na kuzuia kufikiwa kwa makubaliano," anasema JD Vance, makamu wa rais wa Marekani. Mwezi uliopita Marekani na Iran zilitangaza kuwa zimefikia makubaliano ya awali ya kuendelea na mazungumzo. Kwa mujibu wa taarifa, pande hizo pia zilikubaliana kufanya kazi mpango wa kusitisha mapigano wa siku 60, hatua ya kufungua tena mlango wa Hormuz, ingawa mazungumzo hayo yamekuwa yakikumbwa na changamoto. Serikali ya Israel ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu haikutoa tamko la haraka kujibu kauli hizo. Lakini makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema ni jambo la kawaida katika mahusiano ya kimataifa kwa maafisa wa nchi washirika kujaribu kushawishi sera za Marekani, lakini akasisitiza kuwa wasiwasi wake ni iwapo maafisa wa Marekani watakubali shinikizo hilo. Kauli hizo zinakuja wakati utawala wa Donald Trump ukiendelea kutafuta njia ya kumaliza mzozo wa Iran kupitia mazungumzo au hata kwa njia za kijeshi. Wakati huo baraza la wawakilishi la Marekani limekataa pendekezo la kupunguza mabilioni ya dola ya msaada wa Marekani kwa Israel. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu, nasi tutakufahamisha kwa mapana kupitia hapa The World.